Kiujumla tume ya uchaguzi wa Zanzibar ilienda katika uandikishaji wa awamu ya pili. Kama unavyojua, tuna utaratibu ambao unapelekea kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu kwa mara mbili tunaandikisha au tunaboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Daftari la wapiga kura limemaliza tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka huu, ambapo tulianza tarehe 1 Februari mwaka 2025, na tulikuwa tunatarajia kuandikisha watu 78,922, lakini mpaka zoezi tunalimaliza tumeandikisha jumla ya watu 101,641. Yani tumezidi yale malengo ambayo tumetarajia, na kwa sasa tunachokifanya kuhakikisha kwamba tunachakata zile data. Baada ya kumaliza kuzichakata, tunatarajia kutoka na daftari la awali kwa wapiga kura wote ambao wameandikishwa, na baada ya hapo, kwa mujibu wa sheria yetu, inapaswa tuwaweke wale kwa muda wa siku 7, na kama hatatokezea mtu kupingwa, basi tutazalisha vitambulisho vya kupiga kura kwa ajili ya wananchi wote ambao wamejiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura. Hawa watu wote wametoka wapi? Ni uhamasishaji mkubwa umefanyika, watu wamejiandikisha, ni wapya? Wote ni wapya, na niseme ni uhamasishaji mkubwa mara hii. Tume ilielekeza, na tunashukuru wadau wetu, hususan wa siasa walikuwa wamejitahidi sana katika kuhamasisha wananchi waweze kuja kujiandikisha. Ukilinganisha awamu ya kwanza tuliandikisha almost 34 tu, 34-35. Utaona kwamba awamu ya kwanza hatukufanikiwa, lakini awamu ya pili tumefanikiwa zaidi ya malengo ambayo tuliyaweka katika uandikishaji. Nini hasa mlifanya kuweza kuhamasisha? Tumejitahidi kutumia social media, lakini mara hii tulikuwa tuna gari maalum linaranda katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutoa ratiba na kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na nani ana haki ya kuweza kuandikishwa ndani ya daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini sambamba na hilo, tumejaribu kusponsor mabonaza mbalimbali, ambapo kwa sababu target ni vijana na baadhi yao watu wa makamo ambao kwa bahati mbaya au nzuri nyakati za nyuma hawakuhisi kwamba wana haja ya kupiga kura, mara hiyo wamevutika katika kutaka kupiga kura. Kwa hiyo wao pia wamejitokeza na wamejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Hilo hasa la vijana, mliweza kuambia nini hasa? Manake imekuwa ni mara nyingi vijana wanaona kwamba hakuna haja ya kufanya hivi. Tuseme vijana tuna vitu viwili, kwa sababu zaidi tumejikita katika social media na vijana wengi wako katika mitandao ya kijamii hivi sasa, lakini vile vile kwamba kutokana na mtiriko mzima wa chaguzi zilizopita si wengi walikuwa wanavutika, lakini naamini kwa sasa wengi wao kwa wasikiliza wa Zanzibari wana hamu ya kupiga kura katika uchaguzi huu ukilinganisha na chaguzi nyingine ambazo zimepita. Sasa niseme mwitiko na mvuto labda pengine wa aina ya uongozi na kadhalika, labda niseme vitu kama hivyo. Unaweza kusema kuwepo sasa hivi kwa serikali moja ya kitaifa pia imeweza kuchangia watu kuwa na ari ya kutaka kujua mambo ya siasa zaidi? Ni kweli uwepo moja ya serikali ya kitaifa nayo pia ni sehemu ya mchango mkubwa, kwa sababu hivi vyama ambavyo hivi sasa vimeunda serikali moja ya kitaifa ndio ambavyo vina nguvu. Kwa hiyo katika mikutano mbalimbali wao walikuwa wakihamasisha wananchi wao waje kujiandikisha, na upande wa pili niseme tu katika uandikishaji ambao ulitawala amani kubwa, basi ulikuwa uandikishaji huu, kwa sababu vituo vyote hata wale askari manake hawakuonekana katika hali ile ya kubeba sijui mitutu na kadhalika. Ilikuwa ni uandikishaji wa amani, na ndio maana kwa kiasi fulani tunasema tumevuka hayo malengo, lakini pia ni mwitiko mkubwa kwa wananchi kuona kwamba mara hii lazima na wao wapige kura. Kwa hiyo mmeridhika, mmefunga kabisa au kutakuwa na dirisha lingine dogo la kumalizia kabla tujafika Oktoba? Kwa upande wa ZEC hivi sasa sisi tumefunga dirisha. Kwa kawaida huwa tunaandikisha awamu ya kwanza na ya pili, lakini katika nyakati tofauti ambazo tunazotarajia za kwenda nazo hivi sasa tunaendeleza tu. Kwa mfano mtu kaamua anataka kuhama kutoka eneo moja kwenda jingine, huduma hiyo inatolewa katika ofisi zetu za wilaya. Lakini mtu anataka labda pengine kuna taarifa zake zimekosewa, basi hiyo huduma inatolewa. Lakini pia mtu kapoteza kitambulisho chake, huduma hiyo inatolewa. Lakini swala la kuandikishwa itakuwa halipo. Lakini kuna watu ambao hivi sasa wamepoteza sifa na wataendelea kupoteza sifa kwa maana ya kufariki, ina maana lazima watolewe katika daftari. Zoezi hilo linaendelea. Kwa hiyo mazoezi hayo matatu ya uboreshaji yanaendelea, lakini zoezi la kuandikishwa mtu mpya, hilo zoezi limefika kikomo kwa sasa.
Tumeona kwenye Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania Bara kumekuwa na changamoto za watu kujiandikisha zaidi ya mara moja. Nyinyi mmekutana na hilo na changamoto nyingine katika uandikishaji? Yep, tumekutana na changamoto hiyo lakini kwa bahati nzuri sisi tuna aina tofauti ya mfumo. Lakini baada ya kumaliza kuchakata hizo data tumesema tutawatoa wale wote ambao wametaka kufanya udanganyifu ya kujiandikisha mara mbili, kwa sababu sisi hatukupi kitambulisho mpaka tu verify taarifa zako kama hujaandikisha mara mbili, ili kuzuia kisikuwepo kitambulisho nje halafu mtu huyo hayumo katika daftari kuja kuleta mitafaru. Lakini kwa mujibu wa sheria yote hiyo, kwa sheria ya uchaguzi namba 4 mwaka 2018, yoyote ambaye amefanya udanganyifu wa kutaka kujiandikisha zaidi ya mara moja, basi hatua kali atachukuliwa. Na sisi tumesema hatutakuwa na mzaha katika hili. Wote tutapeleka katika vyombo vya dola na vyombo vya dola vitaendelea kutimiza wajibu wake katika kusimamia sheria hii. Wapo ambao mmewakamata mnawachukulia hizo? Mpaka sasa hivi wamo ambao wamejitokeza hivyo, wamejiandikisha zaidi ya mara moja. Lakini tunamaliza mchakato wote. Alafu baadaye tutasubmit katika vyombo vya sheria kuhakikisha kwamba sheria inafuata mkondo wake. Sawa sawa. Tuende sasa kwenye uchaguzi mkuu. Nchi nzima ndio inatizama. Mmejiandaa, mko tayari? Najua mnamalizia mchakato huo wa uandikishaji, lakini picha kubwa ni kwamba Oktoba inakuja. Ndio. Kwa ujumla tuseme tu maandalizi ya uchaguzi yanaanza siku moja kabla uchaguzi, yani baada ya kumaliza uchaguzi ule mkuu uliopita. Kwa hiyo maandalizi haya yamekuwa yakiendelea, lakini mwaka 2025 yanakuwa yanaendelea kwa kasi zaidi. Na kwa sasa tunashukuru tumemaliza mchakato mzima wa kuandikisha watu awamu ya pili, lakini swala zima la budget tunashukuru serikali kwa upande wake. Na hapo budget takriban ya 50% ya budget tayari tumeshapatiwa katika maandalizi ya kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini hivi sasa nchi yetu kama unavyojua itakuwa ni chaguzi ya 3 tunayokwenda nayo kwa Zanzibar, ambayo 100% pesa yake inatoka katika mfuko mkuu wa serikali. Hatutegemei mfadhili wa aina yote. Kwa hiyo tunapoelekea sasa tunakamilisha yale maandalizi ambayo yanapaswa yafanywe, lakini sambamba na hilo tutakapofika katika mwezi wa 8 mwishoni, baada ya kuvunjwa baraza la wawakilishi, kwa sababu rais ndio anavunja baraza la wawakilishi kwa mujibu wa sheria. Tukishapata hiyo tarehe iliyovunjwa, basi tume ya uchaguzi itatangaza tarehe ya uchaguzi. Kwa hiyo katika mchakato huu tunaokwenda nao tunahakikisha swala la sheria, swala la kanuni, swala la vipeperushi vinavyohitajika kutumika katika uchaguzi inakuwa kwa upande wa tume tayari tumejipanga katika kuhakikisha mambo yanafanyika kwa wakati. Ni watu muhimu sana mwaka huu wa uchaguzi. Mmekuwa mkiwasiliana na vyama vya siasa na kuzungumza nao na katika kujitayarisha kwenda kwenye uchaguzi? Ndio. Yaani tume ya uchaguzi ina falsafa au kuna mtazamo mmoja ambao nadhani taasisi nyingi kama zingeiga ingekuwa vizuri zaidi. Yaani kila tunapoingia kwenye tukio lazima tufanye engagement ya stakeholder, kwa maana ya wadau wetu wote, kuanzia vyama vya siasa pamoja na NGO na watu maarufu katika nchi yetu. Tunakaa nao na tunawaambia nini tunakwenda kukifanya hapa tunapokwenda. Kwa hiyo tulipofanya uandikishaji tumewaita na tumewaeleza, lakini tunatarajia kufanya display, tutawaita na kuwaeleza. Tutatarajia kugawa kadi, tutawaita, tutawaeleza. Lakini sambamba na hilo tutawaambia wakati tutapofika uchaguzi, tarehe zile za kwamba daftari sasa linafungwa, tutawatangazia umma kwamba wapiga kura hivi sasa itakuwa idadi yao ni wangapi ambao wameshapitishwa kuwa wapiga kura, baada ya kutoa wale ambao walipoteza sifa kwa maana ya kufariki. Lakini baada ya hapo manake hatafutwa mtu mpaka uchaguzi umalize. Okay. Na tukitizama tume ya uchaguzi, tunaona Tanzania Bara wamebadilisha jina, linaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Nyinyi mnapata shinikizo lolote hasa kutoka kwa vyama vya upinzani na jina na mfumo wenyewe wa tume? Hapana, sisi kwanza tuelezee tu, jina ni swala mbali, lakini sisi ni tume huru. Tume huru inatokana na misingi ya kikatiba, na katiba yetu imezungumza wazi kwamba taasisi yetu ni taasisi huru na haitaingiliwa na mtu mwingine yote au taasisi au chombo chochote. Huo ndio uhuru wa tume. Jina ni swala jingine. Nadhani tuko nchi tele ndani ya ukanda huu wa SADC. Kuna nchi zinatumia hiyo kwamba kujielezea wazi kwamba sisi tume huru, lakini kuna nchi kwa mfano hazielezei hivyo. Kwa mfano tuna Zimbabwe, wao hawana yani kusema kwamba wao wameanza na tume huru, lakini ni tume huru, na baadhi ya mataifa mengine. Nadhani mataifa kwa ukanda wa SADC, nadhani South Africa, Tanzania nao tayari wamefanya,
lakini mataifa mengine yapo mengi ambayo hawa identify kwamba labda ni tume huru, lakini ni tume huru kwa mujibu wa katiba na taratibu zake. Ndio nasema hilo, hakuna watu wanakuja na kwanza kuwazonga. Sasa hatujapata hilo shindikizo kwa sababu jina linabakia kuwa jina, lakini kinachotizamwa zaidi matendo yetu ambayo yanapelekea kwamba haya kuonyesha kwamba tume yetu huru. Kwa hiyo bado tunasema tume yetu huru kwa mujibu wa katiba tunayotumia hivi sasa. Moja ya masuala ambayo huwa yanazua maswali kidogo wakati wa uchaguzi ni zile kura za mapema. Zitakuwepo mwaka huu? Kwa mujibu wa sheria Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, sheria namba 4 mwaka 2018 imepewa mamlaka ya kuendesha kura mapema siku moja au siku kabla ya uchaguzi mkuu. Hilo ni takwa la kisheria na sheria kijumla wake inapitishwa na Baraza la Wawakilishi, lakini baadhi ya watu wapo kweli ambao wanazungumza kwa maana kwamba labda kwa nini Zanzibar ina kura mapema, Tanzania isiwe na kura mapema, jambo ambalo halina mashiko katika muktadha wa nani anapiga hizo kura. Baadhi ya vyama vya siasa hususan vyama vya upinzani. Anasema nani wanapiga kura siku moja kabla? Wanaopiga kura mapema ni vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wafanyakazi wa tume, na hii ilitokana na ripoti mbalimbali katika nyakati za nyuma kuonyesha kwamba hawa watu wanakosa haki ya kupiga kura katika, kwa sababu siku ya kupiga kura wanakuwa kazini, shughuli zile za kupigisha kura na kadhalika. Kwa hiyo sasa, kama kwa mfano watu wa tume, nani anakuwa anawasimamia siku ya kupiga kura wao? Ni wafanyakazi wenyewe wa tume. Maana yake tunagawana pale, watu maalum wanasimama ili baadaye na wao wanapata muda wa kwenda kupiga kura, lakini ni siku ile ile, na wote ambao wanapiga kura mapema, na maana tunawapanga katika yale maeneo ili kuondosha kwamba siku ya pili nayo ni hiari. Haina maana kwamba mimi nimepangiwa kupiga kura mapema, sikutaka kupiga kura mapema, labda siku ya pili nikakosa kupiga kura. Nimepewa fursa siku ya kwanza, lakini nikaona siku ya pili nitaweza, basi naweza. Lakini fursa hiyo imetolewa ili kutokumnyima mtu haki yake. Kwa hiyo sio lazima kwa wale waliomba kupiga kura, ikitokezea siku ile akaona kwamba nimekosa ule muda wa kupiga labda kwa sababu moja au mbili tatu, bado anaruhusiwa kuja kupiga ile siku ya pili. Na hiyo ndo dunia nzima inavyofanya. Unapewa haki yako hii, lakini kwa mtazamo ukaona unashindwa mwenyewe kuitekeleza, itakupasa ufanye kwa mujibu wa wengine ambavyo wanavyofanya kutokana na majukumu yako. Vyama vya siasa vya upinzani vimekuwa vikihoji sana swala hilo, hasa wakisema kwamba idadi ya watu wa Zanzibar sio kubwa sana, mngeweza kufanya siku moja. Swala la idadi halidetermine kwamba labda pengine haki inapatikana kwa idadi ya watu kwa wengi, watu kwa kidogo. Nizungumzie katika nchi mbalimbali hususan za visiwa kutoka katika dunia yetu. Kwa mfano tunapozungumzia Seychelles wanawapiga kura 100,000, lakini bado wana kura ya mapema, na kura mapema hiyo inafanana na tunavyoendesha sie. Wafanyakazi wa tume ya uchaguzi, vyombo vya ulinzi sana, wao wameenda hatua moja zaidi wa kuwachukua wale wagonjwa ambao kwa siku ile hatopatikana. Lakini visiwa kama Malta wanawapiga kura almost 520,000, nao tunaenda sambamba katika hilo. Kwa hiyo swala zima hili utalikuta si ukubwa au idadi ya watu, bali vipi haki inapatikana. Kama unavyojua uandikishaji unaandikisha kwa siku nyingi, huwezi haki ile ukaitekeleza kwa siku moja tu. Watu wameenda mbali katika hili. Hivi sasa kuna kura za wale ambao raia wanaishi nje ya nchi, ambao sisi hakuna, ambao nao wana haki kwa sababu ni raia. Lakini kwa mujibu wa sheria yetu hivi sasa imejikita kwamba kwa wale wote ambao wanakindana na ile yani wanapata tabu katika siku ile ya kwanza, ile siku yenyewe ikawa moja tu kupiga kura, wakatengewa siku yao maalum kwa mujibu wa sheria. Na uzuri kwamba sheria haitungwi na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Sheria hii inatungwa na Baraza la Wawakilishi, ambao ndio wawakilishi wa wananchi wote wa Zanzibar katika kufanya maamuzi yao mbalimbali ambao yanahitajika. Na wapinzani, vyama vya upinzani ambavyo viko vikilalamikia swala hili, hasa wasiwasi wao ni nini? Wana wasiwasi kwamba wanaibiwa kura, ni nini hasa hofu yao? Hofu yao kwa mujibu ambavyo unasikiza katika mitandao, just idadi ndogo. Kwa nini labda Tanzania bara wasifanye na sisi tufanye? Tunapozungumza swala zima la kiuchaguzi, hizi nchi zinajitegemea. Tuna chaguzi ambazo zinaendeshwa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, na kuna chaguzi ambazo zinaendeshwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sambamba na sheria hizo. Kwa hiyo hivi vyombo vinatunga sheria kwa mujibu wa mazingira yao ambayo yapo. Sasa tukisema kwamba labda pengine wana sababu nyingine, mimi hiyo sijui. Na tukisema swala la wizi sisi hatulioni, kwa sababu sheria ile imeelekeza kwamba kila chama kitaweka wakala wake katika kile chumba kinachopigwa kura mapema, lakini amepewa fursa ya kuwepo mpaka siku ya pili
kuona jinsi ya upigaji wa kura mapema na kura zilivyokuwepo mpaka siku ya pili katika kuendelea. Sasa sioni hapa wizi unatokea wapi katika hili, bali sisi tunachokiona kwamba tunamrahisishia yule mwananchi aipate haki yake pasi na mashaka yote. Na hii ni kwa vyombo vya ulinzi na usalama na tume pekee yake, au watu wengine wanaweza kuwa na? Hapana, mpaka sasa sheria iko wazi. Ni wafanyakazi wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ambao wanashughulika na uchaguzi siku ile, na vyombo vya ulinzi na usalama ambapo nao wamepangwa katika majukumu ya kusimamia ulinzi katika siku ile ya uchaguzi. Hawa wamepatiwa fursa ya kuweza kupiga kura mapema. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye uchaguzi sasa, vyama wanajua kabisa watakuwa wapi na majukumu yao ni nini katika vituo vya upigaji kura. Bila shaka kwa sababu kama tunavyozungumza, hii si chaguzi ya kwanza, tuna chaguzi nyingi kabisa ambazo zimefanyika. Kwa hiyo wanajua position yao, nini ambacho wanachokifanya, lakini uzuri kwamba sheria ile ile haijabadilika na kanuni zimefanywa maboresho madogo tu kwa kutokana na hali ambayo tunakwenda nayo. Kwa hiyo bado naweza kusema kwamba wanafahamu nini ambacho kitafanyika kwenye uchaguzi na lipi jukumu lao katika wakati wa uchaguzi. Swala zima la uandikishaji kama limemaliza, maana yake wao sasa wana nafasi kubwa katika swala zima la kampeni, katika kuwabadilisha watu mindset zao wakati utakapofika, ambapo wanapata fursa hiyo maeneo mbalimbali ya Zanzibar kuweza kutoa kampeni zao sambamba na kutumia vyombo vya habari mbalimbali. Na kama sasa hivi katika zoezi la uandikishaji, kama wana wasiwasi wote au malalamiko yote, wanayaleta kwenu? Exactly. Wanaleta kwa tume ya uchaguzi. Kama kuna malalamiko yote, kuna chochote, wanaleta katika tume ya uchaguzi, lakini katika vikao vyetu tunapokaa, basi wanatuambia yale maoni yao na mitazamo yao ambayo wanaona sio sawa katika utendaji wa kazi, na sisi tunaelezea na tunaliona kwamba ni zuri, tunalichukua basi tunaliendeleza. Na umesema ni tume huru. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wa kwamba simu inaweza kupigwa kutoka juu, naweza kusema, na kusema kwamba bana, naomba ufanye hivi na hivi na hivi? Hapana, tume ya uchaguzi haipokee maelekezo kutoka katika taasisi yoyote. Tume ya uchaguzi inafanya kazi kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 2018. Kwa hiyo hatutarajii kwamba kuna chombo kinaweza sisi kikatuongoza, bali sisi tumepewa mamlaka tuyafanye kwa mujibu wa sheria ambayo tulikuwa tunayo. Kwa mtu ambaye anatutizama sasa hivi, amepania kweli kupiga kura, unamwambia nini? Kwanza mtu ambaye hivi sasa anatuangalia na anapania kupiga kura, na awe tayari ameshaandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura, akihifadhi kitambulisho chake, lakini pia awe mzuri wa kusikiliza nini wanasema wanasiasa, ili afanye maamuzi yake kwa uhalisia na kuona nini anahitaji. Kwa ujumla, Wazanzibari tunahitaji amani, lakini tunahitaji na maendeleo kwa taifa letu, ili tuende sambamba na mataifa mengine yaliyoendelea. Sasa tutapokuwa na kiongozi mzuri, tutarajia mambo yatakuwa yanapatikana kwa urahisi na kwa uzuri zaidi. Inapokuja kwenye siku ya upigaji kura, unajua vyombo vya ulinzi na usalama kama vitakuwa vimepiga siku moja kabla, uwepo wa vyombo vya usalama kwenye vituo vya upigaji kura, nyinyi kama tume mnaichukuliaje? Haionekani kama pengine inawatisha wapiga kura wakitizama kwa watu wamesimama na bunduki? Wakati wa upigishaji wa kura, sisi kama tume tunawaongoza askari au tunawapa mwongozo wa askari. Hatutaki askari yoyote awe na silaha ya aina yote, even kirungu. Yani anasimama na zile uniform zake tu. Hivyo vituo vyote tunafanya hivyo, lakini nje ya vituo hilo sio jukumu la tume, ambapo wenyewe wanajua mechanism zao za kiulinzi. Lakini kwenye kituo chetu kile hatutaki askari yote hata achukue ile fimbo katika kusimamia lile jukumu lake, zaidi ya ile fomu alovaa kumjulisha kwamba yeye ni askari. Na zaidi wale ni kuangalia kukitokea purukushani zote. Zaidi jukumu lao kubwa kuangalia kama kunatokea purukushani, foleni zile, unajua panapokuwa pana wengi pana mengi. Kwa hiyo wao ni jukumu lao hilo ndio kubwa sana katika usimamizi wa uchaguzi huo. Na linapotokea lolote wanahitaji msaada, ndipo wanawasiliana sasa na maeneo yao au katika makao yao makuu kwa ajili ya kupata msaada, lakini wakiweza wenyewe wanalisolve ile tatizo na kuendelea na taratibu. Bwana Thabit, nyakati kama hizi unapata usingizi wa kutosha kweli? Asante. Kwa kweli unakuwa nusu nusu. Huwezi ukapata usingizi ukaona kama vile nyakati za kawaida, kwa sababu kama tunavyojua kwamba nchi yote inakuwa kama iko ndani ya mikono yako au kifua chako. Kwa hiyo unachopambana kuhakikisha yale ambayo maelekezo ambayo yapo kwa mujibu wa sheria unayofanya inavyotakiwa, ili kuepusha migongano ya aina yote. Na sikuficha, hata tulipomaliza uandikishaji mara hii nilifurahi sana katika nafsi yangu, kwa sababu hakuna hata ambaye mtu labda amenyukuliwa au amepigwa kibao. Ni kuona kwamba hivi sasa Wazanzibari wameamka na kuifahamu siasa na kujua kwamba siasa si ugomvi. Yes, nasema kama like a game, kwa maana ya Simba na Yanga. Tutapomaliza mpira, maana yake tunapaswa kujenga nchi au kusimamia ligi iweze kuendelea. Basi hivyo ndo ambavyo tunatarajia Wazanzibari tufike huko. Na familia yako umeshawatayarisha kabisa kwamba mwaka huu mnaweza msinione kabisa?
Familia yangu wameshazoea kwa sababu na mwaka wa 20 katika masuala ya kiuchaguzi. Lakini katika kusimamia chaguzi kama mkurugenzi, kama Mungu atajalia tukifika, hutakuwa ni mwaka wangu wa pili kusimamia chaguzi kuu nikiwa ni mkurugenzi wa uchaguzi. Kwa hiyo familia yangu tayari imeshakaa katika hilo na kujua kwamba ndugu yetu, baba yetu ana nyakati ngumu katika nyakati hizi ambazo tunakwenda nazo. Ni vizuri kwamba wananistahimilia. Pale wanaponiona sijarudi, pale wanaponiona kwamba labda pengine sieleweki ndani, wananistahimilia na baadaye wanakuja katika polite language katika jambo lolote ambalo wanalihitaji. Kwa hiyo niseme tu familia iendelee kunistahimilia katika hili, kwa sababu nipo kwa maslahi mapana ya taifa, kuhakikisha kwamba taifa letu linaendesha uchaguzi ulio huru, haki na salama, na baadaye inabakia katika swala zima la kuwa na amani kama ambayo tumeipata kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baadaye. Crown Media. Hapa ni nyumbani.